2, 1. Makofi jamani. 2, 1. Makofi jamani. Mheshimiwa Rais, karibu. Tuingieni fast ngoja kidogo. Oya fast. Moja, 0. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا فتحا جميل هذا المسجد المبارك مسجد بلد السلام إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا خيرا في أمورنا وارزقنا خيرا. Kwa hiyo mimi ningependa nisisitize hili, nilishalisema, napenda kulirejea kwamba leo tuko hapa tunafungua nyumba hizi, na hii ni kazi kubwa kwa sababu wananchi wetu wengi bado wanakaa katika mazingira duni sana. Ningependa Zanzibar ibadilike. Ningependa Michenzani mpya, Kikwajuni mpya, Kilimani mpya, Jang'ombe mpya, Kwahani mpya. Mifuko ya hifadhi ya jamii duniani ndio mifuko inayoleta maendeleo ya miundombinu katika nchi zao. Kwa hivyo tunapokuwa na mifuko ya hifadhi ya jamii, lazima pamoja na kazi yao ya msingi ya kuhakikisha kwamba wanaweka maslahi ya wafanyakazi wanapostaafu, bado kwa sababu watu wanastaafu baada ya muda mrefu sana, miaka 20, 30, 40 watu wako kazini ndio wanakuja kupata maslahi yake. Kwa kipindi hicho mifuko hii inapaswa kufanya mambo makubwa ya kimaendeleo katika nchi. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwa wapongeza ZSSF, wameanza kwa hatua nzuri. ZSSF wamekuwa wakijenga nyumba, wamekuwa wakijenga masoko, wamekuwa wanajenga vituo vya mabasi, lakini huko tunapokwenda ningependa kuwaona wanafanya miradi mikubwa zaidi ya maendeleo katika nchi. Kwa mfano, nchi yetu sasa hivi inakabiliwa na uhaba wa umeme. Kwa nini mfuko huu usiwekeze kwenye umeme? Lakini kuna miradi mingine mikubwa kadha wa kadha yenye tija zaidi ya nyumba hizi. Tungependa mifuko ya hifadhi ya jamii sasa ijikite katika mambo makubwa ya uwekezaji katika nchi. Napenda nichukue fursa hii vile vile kuwashukuru sana Umoja wa Walemavu Zanzibar. Eneo hili wangeweza kukataa kwamba sisi hatutaki, tuachieni wenyewe, lakini wameona umuhimu wa maendeleo ya nchi na wakati huo huo na wao wenyewe wanafaidika. Kwa hivyo kama walivyofanya Umawa kwa eneo la Kijangwani, na wao wamefanya hapa, ningependa niwahimize na wengine wenye maeneo mazuri, badala ya kufanya vitu vidogo vidogo visokuwa na tija, wakubali kufanya miradi mikubwa kama hii. Wao watafaidika, wananchi wa Zanzibar watafaidika, serikali itafaidika, na mji wetu utakuwa na haiba mpya kila unapopita. Hongereni sana Umoja wa Walemavu Zanzibar.